العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله, tukiendelea na darasa letu la hadith, tukiwa katika babul adhan, hadith ambayo tulisoma hadith iliyopokewa na Anas radhiyallahu anhu qala: umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa yutira al-iqamata illa al-iqama, yani illa qad qamat as-salah. Hadith muttafaqun alayh wa lam yadhkur Muslimun al-istithna. وللنسائي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. Hadithi kama hii ambayo amepokea sahabiyun jalil Anas radhiyallahu anhu, anasema aliamrishwa Bilal an yashfa'a al-adhan wa an yutira al-iqama illa al-iqama. Aliamrishwa Bilal aadhini adhana kwa idadi yenye kuhesabika, yani shaf' ni moja na mwenzake, na wa yutira al-iqama, afanye iqama witri. Matamshi ya adhan utaona yamekaririka, hata kama baadhi ya alfadh ya adhan ni mbili mbili na baadhi ya alfadh ni nne. Mfano Allahu akbar ni mbili, Allahu akbar, utaona Allahu akbar ziko nne, yaitwa tarbi' ya takbir katika riwaya ilivyokuja. Alhasil ni kwamba adhan hakuna kinachotajika mara moja katika adhan, ima itakuwa ni mara mbili au ni mara nne. Takbira ya kwanza ya adhan ni 4 takbirat, kisha shahada mbili zimekuja mbili mbili, kisha Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hili neno la mwisho kabisa katika adhan la ilaha illa Allah ndio imekuja moja peke yake. Bilal ameamrishwa aadhini kwa shafa, kwa adadi yenye kuhesabika namna hii, na akaamrishwa aqimu iqama kwa witri, alfadh moja moja. Tayib, ndio mafhumu ya hadithi. Illa al-iqama, ila neno la qad qamati salah, ameamrishwa aliseme neno hilo mara mbili. Na hikma ulama wanasema kwa sababu iqama imekusudiwa, yani swala tayari kuswaliwa. Kwa hiyo neno hili ndo linalojulisha katika iqama qad qamati salah, qad qamati salah. Kwa kuwa neno hili ndo linajulisha sasa swala tayari, ndio ikawa itakaririwa mara mbili katika iqama. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim
Lakini al-Imam Muslim hakutaja istithna. Istithna, yani Imam Muslim hakutaja kama kulikuwa na istithna. Istithna ni kuvua baadhi ya hukumu, kwamba Bilal aliamrishwa aadhini kwa shaf'i na aqimu kwa witri, illa neno laqad qamati salah. Sasa katika riwaya ya Muslim hakutaja illa qad qamati salah. Tayeb, jamil. Qad qamati salah katika riwaya ya Muslim imetajika mara moja, hakuna istithna. Na riwaya ya al-Imam an-Nasa'i anasema, walin Nasa'i inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amara Bilalan an yashfa'a al-adhan wa an yutira al-iqama. Riwaya ya al-Imam an-Nasa'i anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha Bilal aadhini kwa shaf'i. Shaf'i maana yake ni kuadhini hivyo tulivyoambiwa mara mbili, kukariri matamshi ya adhan. Wa yutira al-iqama, wa an yutira al-iqama, na afanye witri iqama. Utaona mara nyingi riwaya ya hadith, ikija hadith kisha ikaja riwaya, ni kwa riwaya ya fulani, utaona ima kuna kitu kilikuwa hakijatajwa kimetajwa, au kimefichika kikawekwa wazi, au kuna maneno hayajatimia yakatimizwa. Kama hapa hadithi ya kwanza iliyopokewa na Anas imekuja umira Bilal, aliamrishwa Bilal. Nani alimwamrisha Bilal? Kabla ya riwaya ya Nasa'i ilikuwa tuweza kusema alomwamrisha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio alikuwa na amri ya kuwaamrisha masahaba. Lakini kuna uwezekano mwingine, pengine Bilal aliamrishwa na makhalifa baada ya Mtume mathalan, lakini kwa kuwa swala linalozungumziwa lilikweko wakati wa Mtume la adhan, tutafahamu moja kwa moja alomwamrisha Bilal ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini riwaya ya pili imekuja kuweka wazi kwamba Mtume ndiye aliyemwamrisha Bilal aadhini kwa shaf'i na aqimu kwa witri. Hadithi imejulisha kwamba matamshi ya iqama ni witri. Allahu akbar mara mbili, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa tumeambiwa witri ni kitu kimoja au vitu vitatu. Mbona Allahu akbar ni mbili na ikaitwa ni witri? Tayeb, kwa kuwa katika adhan imekuja mara ngapi? Mara 4. Yani Allahu akbar imekaririka, Allahu akbar ni moja, Allahu akbar ya pili. Kwa hiyo tayari katika adhan, hata kama ile takbira ni 4, lakini ni mafungu mawili, ni Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa adad ni 4, lakini kwa mafungu ni mafungu mawili. Sasa limechukuliwa hili fungu la kwanza ambalo ni Allahu akbar, ikahesabiwa ni kama moja, lakini takbira ni 2. Tumefahamu vizuri? Kiidadi ni takbira 2, lakini kimafungu ni fungu moja katika iqama, na katika adhan ni mafungu mawili, ndio maana ikaitwa shaf'i, na katika iqama ikaitwa witr. Kwa hiyo katika iqama matamshi yote ni mara moja, ila Allahu akbar ya kuanzia. Na hii imeitwa ni witri kwa kuangalia fungu. Katika adhana ni mafungu mawili,
likaachwa fungu moja likachukuliwa fungu la pili ambalo ni Allahu Akbar mara mbili. Kisha ya matamshi yaliyobakia yote ni witri. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, ndio mara mbili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na ndivyo walivyosema maimamu watatu, al-Imamu Shafi'i na Imamu Malik na Ahmad bin Hanbal ridwanullahi ta'ala alaihim. Lakini Abu Hanifa akasema ni kama adhan. Abu Hanifa anasema iqama ni kama adhan, yaongezwa tu qad qamati salah mara mbili. Hadha qaulu Abu Hanifa. Na ndio tukasema aimma wa ahli sunna wal jamaa hawajatofautiana katika alfadh, yani katika kuongezwa kitu au kutoongezwa. Tofauti ni katika adad peke yake. Iqama, je, itakuwa ni witri matamshi yote alfadhi zote, au itakuwa ni kama adhan? Lakini hayo mengine hayajaongezwa, yale ambayo tumeyataja nyuma. Matamshi ni hayo hayo kama ya adhan. Abu Hanifa radhiyallahu anhu anasema iqama ni kama adhan, isipokuwa itaongezwa qad qamati salah, qad qamati salah. طيب. Hadithi ya pili ni hadithi iliyopokewa na Abi Juhayfa radhiyallahu anhu qala, hadith ya Abi Juhayfa anasema ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udhunayhi, rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Hadithi iliyopokewa na Abi Juhayfa anasema nimemuona Bilal akiadhini, wa atatabba'u fahu, na nilikuwa nikifuatilia mdomo wake, nikifuatilia mdomo wake pale anapoadhini alikuwa akifanya vipi. Hahuna hahuna, huku na huku. Wa isbi'ahu fi udhunayhi, na vidole vyake viwili amevitia kwenye masikio yake mawili. Huyu sahabiyun jalil yuatuelezea aloyashuhudia na kuyaona kwa Bilal ambaye ni muadhdhinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba alikuwa akiadhini vipi na alikuwa akifanya vipi. Tatabu kama hii ya kutuelezea hali zote ambazo kwamba amezishuhudia kwa Bilal. Abu Juhayfa anatuambia nimemuona Bilal akiadhini na nilikuwa nikifuatilia mdomo wake huku na huku, yani alikuwa akiadhini kwa kuangalia huku na huku. Wa isbi'ahu fi udhunayhi, na vidole vyake viwili viko kwenye masikio yake mawili. Tafahamisha. Wal Ibn Majah, riwaya Ibn Majah, waja'ala isbi'aihi fi udhunayhi. Neno ja'ala ilikuwa katika hadithi ya kwanza hapo. Waja'ala isbi'aihi fi udhunayhi, akajalia, yani akatia vidole vyake viwili kwenye masikio yake mawili. Wali Abi Daud, na katika riwaya ya Abi Daud, lawa unuqahu, alizungusha shingo lake Bilal. Lawa, alipondoa ama alizungusha, alizungusha shingo lake. Lamma balagha hayya ala salah, alipofika katika neno la hayya ala salah, yaminan wa shimalan, upande wa kuvulini na kushotoni, yani upande wa kulia na upande wa kushoto. Walam yastadir, lakini
Huyu Bilal alipozungusha shingo lake hakuzunguka yeye mzima, lam yastadir, hakuzunguka yeye mzima, alizungusha shingo peke yake. Angalia masahaba walivyokuwa na dikka, walivyokuwa na upelelezi na uhakikisho katika kueleza waliyoshuhudia kalima kalima. Anasema nilimuona Bilal akiadhini na nilikuwa nikifuatilia mdomo wake huku na huku, na akiweka vidole vyake kwenye masikio. Riwaya ya pili alikuwa akitia vidole vyake kwenye masikio. Riwaya ya tatu ya Abi Daud anasema Bilal alizungusha shingo lake alipofika katika neno la hayya ala salah, yaminan wa shimalan, upande wa kulia na kushoto. Walam yastadir, lakini yeye mzima hakuzunguka, alizungusha kichwa ya shingo peke yake. Tayib, mal hikma fi dhalik? Hadith ya kwanza ya Abi Juhaifa yatuonyesha adab zilizowekwa kwa mwenye kuadhini. Kila jambo unalolifanya limewekewa adab. Mtu anaposhika udhu anaambiwa asizungumze, kwa sababu kuna lazima uwe na hudhurul qalb. Umetia nia ya udhu na kinachotiliwa nia huwa ni ibada, ndio ukaambiwa lazima ufuate adab. Hujaambiwa ukizungumza katika udhu wako umevunjika, lakini utakuwa umejinyima thawabu kwa kutochunga zile adab ambazo kwamba zimewekwa na sheria. Tofauti na swala ukizungumza ndani ya swala, khalas swala imebatilika. Lakini udhu ni ibada na ina adab. Kwa kuwa umetia nia basi huwa ni ibada. Sasa unatakiwa ufuate zile adab kwa sababu ya kutekeleza ibada tulivyowekewa na Mwenyezi Mungu kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ulama wanatuambia man hafadha ala al-adab hafadha ala sunnah, wa man hafadha ala sunnah hafadha ala al-faraid. Mwenye kuchunga zile adabu zilizowekwa hata kama hazikufanywa ni sunna muakkada, lakini ni mipangilio. Adab ni taratibu fulani na mipangilio fulani iliyowekwa na sheria. Ukizitekeleza zitakusaidia kutekeleza sunan, na utakapotekeleza sunan itakusaidia kutekeleza faraid. Kwa hiyo kuchunga adab ndio itakupelekea kuchunga sunan, na unapochunga sunan itakupelekea kuchunga faraid. Huyu bwana alituelezea adabul muadhin. Muadhini anapoadhini anatakiwa awe katika hali gani? Akatuambia miongoni mwa hiyo adab ni iltifat. Iltifat, kuangalia yaminan wa shimalan, kama tulivyoelezwa katika riwaya ya pili. Alikuwa kitizama upande wa kulia na kushoto. Lakini wakati gani? Ni pale anaposikilia au anapofika katika hayya ala salah, hayya ala salah. Wa atatabba'u fahu, na nilikuwa nikifuatilia mdomo wake huku na huku, yani yaminan wa shimalan, pale anapotoa alfadhi za adhan. Tayeb, kisha akataja miongoni mwa adab ni kuweka vidole viwili kwenye masikio. Lugha ya Kiarabu ina majaz, na kila lugha ina majaz. Majaz ni kutumia vitu kutaja vitu fulani kupendelea vingine, si kinaya. Majaz yani ukatumia kitu ambacho hakiwezekani mara nyingine, lakini utaambiwa umetumia majazan. Kwa mfano, wa isbi'ahu fi udhunaihi, na vidole vyake viwili viko ndani ya masikio. Je, kidole kitaingia kwenye sikio? Kidole ukiambiwa huwa ni kizima,
kuanzia kucha mpaka hapa kwenye asli ya vidole. Sasa ukiambiwa fulanun ja'ala isbi'ahu fi udhuni, kweli kidole kizima kitaingia kwenye sikio? Taban la. Na mfano huu uko katika Qur'ani pia. Katika sura Nabii Nuh alipokuwa akiwalingania watu wake, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, walikuwa wakitia vidole vao kwenye masikio. Jamani, kidole hakiingii kwenye sikio. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu ataje vidole na kidole hakiingii kwenye masikio? Yani ile hali yao ya inadi ya kukataa mwito ni kama mtu lile sikio ameliziba kwa kutia kidole kizima. Shiddatun nufur min al-istima' ila da'wa, ile hali yao ya kukataa kusikia imefananishwa ni kama mtu kuingiza kidole kizima kwenye sikio, ambapo wao walikuwa wakitia anamil, vichwa vya vidole tu ndio vinavyoingia kwenye masikio. Lakini Qur'ani imetaja kamilan, hakusema anamil, kwa sababu lau ingetajwa anamil ingekuwa ilikuwa hawataki kusikiza na wataka kusikiza. Lau ingetajika vidole, vichwa vya vidole, maana ile hali itakuwa ni kidogo. Lakini ukiambiwa alikuwa kitia kidole chote kwenye sikio, ile hali ya kutotaka kusikia ilikuwa iko percentage ya juu sana kuliko kutaka kusikia. Umefahamiana vizuri? Ndio lugha ya majazi yatumika hivyo. Na hapa tumeambiwa Bilal alikuwa akitia vidole vyake kwenye masikio yake anapoadhini. La, vidole haviingii kwenye masikio, lakini ni anamil ndo zinazoingia kwenye masikio. Na hii pia inaweza kutafsirika shiddatu, ile hali ya kuziba masikio vizuri. Na kwa nini mtu azibe masikio anapoadhini? Tazungumzia masala ambayo wengi wetu labda hatutilii maanani. Masala gani? Hii ni katika adab kwanza, kwamba ukiadhini uweke vidole vako kwenye masikio. Lakini je, ni vidole gani? Maana hii yaitwa isbi' na hii ni isbi' na hii ni isbi' wa kulluha asabi', sio? Tayeb, sasa ilikuwa ni vidole gani haswa? Maana hadithi haikutaja ni kidole gani. Lakini mara nyingi ukipeleleza kwamba kidole kinachoashiriwa hata katika tashahud hiki hapa, kidole cha shahada, wengine wanaita sababa, lakini Uislamu unaita musabbiha. Kwa nini kuitwa musabbiha? Kwa sababu Uislamu hautaki maneno mabaya. Sababa maana yake ni kidole cha kutukania. Utamwona mtu ukitaka kumkemea wamwambia hivi. Ndio Waarabu wakaita sababa kidole cha kutukania. Ndio hata katika sheria mara nyingine ukiwekewa unaambiwa katika jumla ya sheria yetu, tunapokuwa katika meeting au mazungumzo, mtu asimnyoshee mwenzake kidole, kwa sababu ishafahamika kunyosheana kidole yamaanisha matusi, sio? Tayib, ni kwa watu wengi sana imefahamika kunyosheana kidole huwa ni kama kumtukana. Hata kama mtu ni mdogo wako, ukimwambia hivyo tayari hakuna amani. Lakini sheria, lugha ya sheria inatumika musabbiha, wanaita musabbiha, kidole cha kufanyia tasbih. Tusabbihu Allah, kalas, kwa sababu inatumika vidole vyote katika tasbih mathalan, lakini hiki kimeondoshwa sababa ikaitwa musabbiha. Na hii ni kutujulisha Uislamu kwamba usipende kutumia maneno mabaya, maneno makali, maneno ambayo yana ugumu fulani. Tayeb, hata masahaba walikatazwa. Wale Mayahudi walikuwa wakimwambia Mtume ra'ina, sisi tukaambiwa la taqulu ra'ina wa qulu ndhurna.
Ra'ina ina maana au ina tafsiri ya tuchunge sisi. Ra'i si kuchunga, ra'ina tuchunge sisi. Sasa Mayahudi walikuwa hawakusudii neno hilo la kutuchunga, walikuwa wanakusudia neno hili kwao ni matusi. Ya Muhammad ra'ina, yani kwa kutumia matusi kwao. Neno hilo wao wakitumia kwao ni kama mtu kumtukana, kumwambia haya tutumikie, ama neno kama hilo la kumdharau mtu. Sasa na Waislamu baadhi ya masahaba walikuwa pia wakitumia kwa kuona ni neno la kawaida, wakaambiwa la taqulu ra'ina, msimwambie mtume adab, msimwambie mtume ra'ina, waqulu ndurna wasma'u. Undurna yani ya Rasulullah, undur ilaina, au tutizame au tuangalie au tusikize. Utaona Uislamu unabadilisha neno baya la weka neno zuri. Ikiwa watu wameambiwa msiseme namna hiyo, ukimwambia mtu ya kafir mathalan, ya kafir, tayeb ya kafir, unatarajia silimu huyo? Wewe ushamtukana ya kafir, utatarajia vipi kusilimu? Hawezi. Tayeb, sasa ni vidole gani vilivyokuwa vikiwekwa kwenye masikio wakati wa adhan? Ulama wanasema biijma' al-ulama, na amal ya watu wote walikuwa wakitumia vidole vya shahada. Waswahili nao wakatumia kidole cha shahada, kwa sababu unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah unasema hivyo. Naam. Sasa kuna hikma gani, mbali na kwamba tumefahamu kuwa ni adab katika adab ya mwenye kuadhini aweke vidole vyake kwenye masikio? Uislamu unatuelekeza kwenye kuhifadhi fan. Ni nini fan? Fan maana yake ni al-itqan. Unapofanya jambo fanya kwa uzuri. Hata hadithi yatuambia inna Allaha yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinahu. Sio? Hadithi inasema kwamba Mwenyezi Mungu apenda mmoja wenu akifanya jambo alifanye kwa uzuri. Kwa hiyo kulifanya jambo kwa uzuri ni katika mila ya Kiislamu. Kulifanya jambo kwa uzuri ni katika yani mafundisho ya Kiislamu. Jambo gani? Si ibada peke yake. Wataka kujenga nyumba yako, jenga nyumba yako nyumba nzuri kabisa, mtu akiingia atasema mashaallah. Usiseme sisi bwana tumeambiwa katika hadithi kun fi dunya kaannaka gharib au abir as-sabil wa'udda nafsaka min ashabi al-qubur. Sio? Tayeb, wewe ni abir as-sabil, lakini hujaambiwa usijenge wala hujaambiwa usifanye itqan. Mtume huyu amerudi amekwambia fanya itqan katika amal. Itqan yani fanya jambo, fanya zuri, tengeneza mambo vizuri. Ndio utaona watu wengi wanakimbilia, watakwambia quality bwana. Quality ndio inayotafutwa. Simu hii jina sawa na jina la simu hii. Lakini kwa nini mtu hanunui ya nchi fulani mpaka anunue simu ya nchi fulani? Wanakwambia kwa sababu ya quality. Hawa wametengeneza vizuri, hawa wametengeneza kuondoshana njiani tu. Sasa wewe uko tayari kununua kitu kwa sababu ya quality, lakini katika kufanya amal ambayo Uislamu unakwambia tengeneza amal vizuri, utasema bora liwe tu jambo tu, bora iwe tu. La, fanya itqan. Sasa hapa kuna itqan gani? Zamani ilikuwa hakuna microphone wala hakuna speaker. Sasa yule muadhini, kwa kuwa kwanza Mtume alimchagua Bilal kwa sababu ya sauti nzuri, fa innahu anda minka sautan, alimwambia yule mwingine aliyoota, ameoteshwa adhan, aliambiwa mfundishe Bilal kwa sababu yeye ana sauti ya jauhar zaidi kuliko wewe. Kumaanisha Mtume hapa anapeleleza masala ya quality.
japo sauti pengine haitoingia kwenye quality kwa sababu si material, sio material ndio zinakuwa na quality, lakini sauti pia unaweza ukatofautisha, sauti hii ni mzuri na hii kidogo si mzuri. Tayib, sasa tangu mwanzo Mtume alichagua sauti mzuri. Hii ni kuonyesha kwamba kwa ulimwengu wa sasa tunapojaribu kurekodi kwa mfano ama kuzungumza ama kutoa mawaidha ama muhadhara au dars mathalan, hizi ala zihakimishwe, kwa sababu Uislamu umetufundisha quality na itqan. Usione labda shekhe mara nyingine anasema hii haiko sawa, microphone haiko sawa, speaker haiko sawa, nataka kujisikia nikizungumza. Hujui siri ya mtu kutaka kujisikia anapozungumza. Kwanza atakuwa hatoi sauti kwa kujikalifisha, kwa sababu tayari anajua sauti yangu yafika mbali, najisikia. Kisha hatojisumbua kujikamua kutoa sauti. Kisha atakuwa na hudhur ya kiakili, kwa sababu anajua sina matatizo kwenye ala, wala sina matatizo kwenye sauti, wala sijikamui. Sasa wacha nizungumze mazungumzo kwa raha zangu. Atakuwa ni mutamakin wa kuzungumza, kuliko kwamba kila akizungumza fikra yake yaenda kwenye ala haziko sawa, sauti haitoki vizuri, pengine yani atakuwa hana hudhur katika mazungumzo. Ndio utamwona mara nyingine wamwambia Sheikh, leo mashaallah umezungumza vizuri sana leo unaonekana umezipitia vizuri sana. Tayeb, pamoja na kwamba amezipitia vizuri, lakini pengine umemwekea ala zinampa support, zile ala zinamsaidia yule mzungumzaji kujihisi yuko comfortable kuzungumza. Kwa hiyo jamani, Uislamu ndio umetufundisha al-itqan, kila jambo kulifanya kwa njia ya sawa. Jenga nyumba kwa quality nzuri, nunua kitu ikiwa una uwezo yenye quality nzuri, kula chakula ambacho kwamba kina thamani nzuri, yani kina afya nzuri, vaa vazi ambalo kwamba lina, yani si masala ya thamani ya bei, vaa vazi ambalo kwamba lina quality nzuri. Usivae vazi la siku moja mbili shararuka. Itqan fi kulli shay kama una uwezo. Na unapofanya amal pia, kazi pia, unapofanya kazi panga kazi yako kwa nidhamu, ndio itqan. Chunga wakati katika ibada, chunga wakati katika amal, chunga wakati katika adhkar unazofanya, jipangilie kwa nidhamu, ndio itqan. Sasa kuweka vidole kwenye masikio, kwa zama za nyuma ilikuwa hakuna microphone wala hakuna speaker, mtu alikuwa anajisikia anapoadhini. Na unapoingiza vidole vyako kwenye masikio utajisikia we mwenyewe kuna echo fulani wewe unajisikia. Ile echo inakusaidia kuweza kutambua hii sauti yangu nimeitoa sawa ama sikuitoa sawa. Ndio siri ya Bilal kuweka vidole kwenye masikio. Tayeb, ikiwa zamani walikuwa wameweka kwa malengo hayo ya kutengeza sauti na kujipatia support ya mtu kutambua sauti yangu yatoka vizuri au haitoki vizuri, nimejikamua sana ama natakiwa nipunguze volume katika sauti yangu, ulikuwa unajikontrol kwa vidole vyako. Na pia itakupa sauti itoke kwa nguvu, kwa sababu masikio pia yasababisha ya kiziba wa sauti huku yatoka kwa wingi, kwa sababu hakuna pumzi inayoharibika, yani imekusanya pumzi ya kuweza kutoa vizuri. Ni kama hizi ala zikatengezwa ina bass, sijui ina echo, ina nini, zote kwa sababu sauti itoke kwa namna fulani. Tayeb, umeona sasa Uislamu unavyochunga mpaka masala ya ala. Kwa kuwa hakuna ala, tumepewa mfano wa ala muitengeze vizuri. Kwa hiyo hizi ala zetu zitengezwe vizuri na ziko sawa mashaallah. Na ndio wenye kurekodi nao wakawa na microphone kidogo cha kuweka hapa, yote kwa sababu ya itqan, ili sauti za nje zisisikike kwenye mazungumzo. Yote haya ni fan. Tunaposema ni fan, yani ni katika amal ya Muislamu anatakiwa afanye itqan katika amali yake. Tayeb, tunakaa mara nyingi kuwalaumu wasiokuwa Waislamu, wanasema hawa bwana ni watu wa mambo makubwa bwana, wapenda mambo makubwa. Sio kupenda mambo makubwa, ni wanapenda itqan.
wanapenda itqan, sio? Kwa mfano mtu anakwambia katika usajili ama katika upigaji picha, atakwambia nunua kamera fulani. Si zote ni kamera na zote zatoa picha vizuri, lakini atakwambia no, nunua professional camera. Farq, kuna tofauti gani baina ya professional camera na hizi kamera za kawaida? Kwa sababu anajua professional camera maana yake anatafuta itqan, anatafuta al-itqan, yataka quality. Kwa hiyo Waislamu tusidharau masala ya quality, kwa sababu dini yetu yatufundisha quality. Tayeb, sasa hivi sasa sisi tuna maspika na microphone. Kuna faida gani ya kuweka vidole masikioni? Tutasema hizi ala hazibadilishi sunna zilizothubutu, wala ala hazibadilishi adab zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madamu imethubutu kuwa ni adab katika adabul muadhin, na imethubutu kwamba Bilal alifanya na Mtume alikuwa akishuhudia, usiseme kwamba sababu ilikuwa ni sauti kutengezwa na hivi sasa tuko na maspika na microphone mzuri, basi haina haja mtu kuweka vidole kwenye masikio. Tutakwambia fanya kwa sababu imepokewa namna hiyo. Dini haibadilishwi na mabadiliko ya zama. Dini itabaki vile vile, haibadiliki. Itakubaliana na vitu vya kisasa, lakini vitu vya kisasa visibadilishe dini. Tayeb, na alikuwa akizungusha shingo lake pale anapofika katika hayya ala salah, hayya ala salah. Wanasema kwa sababu adhan ni i'lan au ni i'lam ya kuwafanya watu waje kuswali na wajue sasa wakati wa swala umeingia. Sasa pale anaposema hayya ala salah, haya aqbilu, fanyeni haraka muje katika swala. Hayya yani aqbilu wa asri'u, fanyeni wepesi muje katika swala, au fanyeni upesi muje katika swala. Neno hili ni kama limekusudiwa kuitwa watu, kama vile qad qamatis salah, qad qamatis salah ilivyokusudiwa ndio lengo la kuwekwa iqama. Na huku pia pamoja na kwamba matamshi yote yamekusudiwa, lakini ile hayya ala salah ndio watu wanaitwa katika swala. Ikawa Bilal sasa anasema upande wa kushoto kulia na upande wa kushoto, kwa sababu watu walioko upande wa kulia wapate kusikia sauti iwafikie, na watu walioko sehemu ya kushotoni pia wapate kusikia sauti iwafikie. Ndio pale ukawekewa spika ya kutizama mashariki na spika ya kutizama magharibi na spika ya kutizama huku, na spika za ndani zimeelekezwa kila upande kwa sababu ya itqan. Tuko sawa? Hizi vitu havijawekwa tu kiholela. Yaminan wa shimalan ndio microphone na spika zao za zamani. Sauti unapoelekea huku ukatoa sauti, walioko huku watasikia zaidi kuliko wa huku, na unapoelekea huku kusema pia wa huku watasikia zaidi kuliko wa huku. Wa hadha mashhud. Mbona mwenye gari hakereki na honi ya gari, lakini aliyoko mbele, yani aliyoko nje ya gari, atatamani amvunjie gari yule mwenye gari, kwa sababu ile sauti imeelekezwa kwake. Kwa hiyo masala yote haya yamezungumzwa katika Uislamu kwa uslub kabla ya ala, kabla ya vitu hivi kutokea, kina amplifier, kina microphone, kina speaker, kina home theater, sijui kina nani, zote hizo kabla hata hazijazuka, Uislamu umetangulia kutufundisha namna ya kudhibiti sauti na namna ya kutengeza sauti. Kwa hiyo ukiona pengine kwa Muislamu fulani nyumbani kwake amekuwekea ma home theater, labda ukaona huyu apenda sana starehe, hakutosheka na spika za kawaida, ameweka mpaka na ma home theater ya bei ghali. La, muache. Usihukumu kwa home theater, hukumu kinachosikizwa ni kitu gani. Pengine yule bwana alikuwa anatamani kuwasikiza wasomaji wa Qur'ani wale wazuri, lakini spika ilikuwa kimtia dhiki. Sasa ameamua kuweka home theater ile Qur'ani aisikie kwa mwili mzima, sio kwa masikio peke yake.
Kwa hiyo usimhukumu mtu kwa kuwa umeona labda nyumbani kwake kuna vitu ghali ghali, vitu vizuri vizuri, ukaona huyu bwana ni mtu wa israfu. Hapana. Yatafuta quality ya kuweza kusikia yale anayotamani kuyasikia. Pengine anataka kusikia adhkar, qasaid, anashid, Qur'an, mawaidha kwa sauti ya kusisimua mwili, akaona home theater ndio dawa yake. Kwa hiyo jamaa, tujaribu kuwa na fikra nyingine tofauti. Sio kila kitu tutaambia watu hizi bwana na mashekhe nao wamekuwa na home theater sasa. La, wawache wawe na home theater kwa sababu ndio wataka kusikiza mambo kutoka kwa mashekhe zao, Qur'ani, muhadhara, qasaid, anashid. Tayeb. Hadith ya tatu ambayo ni hadith. Tayeb, tumefahamu adab au mustahibati ya adha ya mwenye kuadhini. Kwanza ni awe na sauti mzuri, kisha awe atazunguka yaminan wa shimalan katika hayya ala sala na hayya ala falah, upande huu wa kushoto na kulia. Kisha kuweka vidole viwili kwenye masikio kwa sababu ya kudhibiti sauti. Hizo ni katika adab. Lakini yule mwenye kugeuka kusema hayya ala sala na hayya ala falah kwa upande wa kulia na kushotoni, hazunguki kwa mwili mzima, yuazungusha kichwa peke yake, shingo peke yake, ili kifua chako na mwili wako ubakie umeelekea kibla. Na ndio pale umeambiwa katika swala ni makruhu kuzungusha kichwa. Haivunjiki swala, lakini utakuwa unacheza kwenye swala, lakini swala haivunjiki kwa sababu hujakosa kibla bado na kifua chako. Ni kichwa tu pengine umekosa, lakini mwili haujakosa kibla, ndio kaambiwa swala bado iko. Lakini lau utazunguka na mwili mzima utakuwa umekosa kibla, na istiqbalul qibla ni katika shurut sala. Kwa hiyo ikiwa hukuzunguka kwa mwili mzima, swala bado haijabatilika. Lakini ukizunguka na mwili mzima, swala imebatilika kwa sababu umekosa qibla, kuelekea qibla. Kwa hiyo katika adhan pia ni sunna kuelekea kuzunguka kwa kichwa peke yake yani. Tayib, kadhalika hadithi imeashiria kwamba alikuwa Bilal macho yake hayazungushi. Si kwamba umezungusha kichwa basi macho ukawa unaangalia watu, utakuwa ni kama huna hudhur katika adhan. Macho yako yatulize, yaangalie sehemu moja tu. Pale unapoadhini, unapozunguka tizama huko, na ukizunguka upande wa kushoto tizama kule, usio utakuwa ukiangalia watu. La, haya. An Abi Mahdura radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam a'jabahu sawtuhu fa'allamahu al-adhan. Hadithi iliyopokewa na Abi Mahdura radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifurahishwa na alipendezwa na sauti yake. Kumbe na Mtume pia alikuwa akifurahishwa na sauti mzuri, ndio, lakini si sauti mzuri katika mambo ya upuzi, si sauti mzuri katika nyimbo za haramu, si sauti mzuri katika maneno ya haramu. Sauti mzuri katika maneno mazuri, Qur'an, adhkar, adhan na zinginezo ambazo ni za halali. Ukija katika Qur'ani, Mtume alikuwa akimuita Abu Musa al-Ash'ari akimwambia iqra al-Qur'an. Abu Musa al-Ash'ari alikuwa na sauti mzuri sana, mpaka Mtume anamsifu akisema laqad u'titu mizmaran min mazamiri ali Daud, mimi nilipewa zumari lile la kuvuzia katika mizmari ya watu wa Daud nyuma walikuwa wakiimbia wakifanyia nini. Sasa Abu Musa al-Ash'ari amefananishwa sauti yake na sauti ya zumari. Tayeb, zumari ni haram, unaambiwa zumari ni haram. Mbona Mtume amefananisha sauti ya Abu Musa al-Ash'ari kwa zumari? Zumari ikiwa imetumika kwa mambo ya halali ni halali, ikitumika kwa haramu ni haram. Khalas. Kwa sababu Mtume hawezi kufananisha sauti ya mtu kwa kitu cha haramu. Abu Musa al-Ash'ari sauti yake ilikuwa mzuri sana akisoma Qur'an, ndio Mtume akawa yupenda
akisoma Abu Musa al-Ash'ari Qur'an akitaladhdhad na akifurahika na sauti yake. Upande wa adhan alikuwa akiadhiniwa na Bilal kwa sababu ya sauti nzuri. Utaona ile ni Qur'ani na hii ni adhan. Mambo ya halali tu, hakuna ya haram. Tayeb. Na huyu bwana Abi Mahdura, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema a'jabahu sautuhu, sauti yake ilimfurahisha Mtume, ilikuwa ikimfurahisha. Ijab ni kufurahisha pamoja na mshangao. Huyu sauti yake masha Allah, si kufurahika tu mpaka ukawa huamini kama hii sauti kweli yatolewa na huyu. A'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Mtume alipofurahishwa na sauti ya Abi Mahdura akamfundisha nini? Adhan. Chukua dars hapo. Kivipi? Utakapohisi katika wanafunzi wako huyu nimefurahishwa na fahamu yake mzuri, basi mpangie mambo fulani ambayo yatakuwa yanaendana na fahamu yake. Huyu maadamu anafahamu mzuri, natakiwa mimi saa zote niwe nampeleleza, nisimkose kwenye darasa. Pamoja na wote na wachunga, lakini fulani nimeona kwamba ni tofauti na wengine katika fahamu yake. Fulani namuona ni mzuri katika masala ya mahesabu, nitamweka kwenye mambo ya mahesabu. Hatotufelisha akipewa mafunzo ya kisawasawa. Fulani ni hodari katika management, nitamweka katika idara, huyu atafaulisha idara. Fulani ni hodari katika kuzungumza na watu, nitamweka ni mzungumzaji wa idara katika idara, au atakuwa ni mas'ul wa mambo ya mazungumzo, anawakilisha jamaa au kikundi au idara fulani au sharika fulani kwenye sehemu fulani. Fulani ni mzuri katika ahadith Rasulillah, nitamhusisha katika hadithi. Fulani ni mzuri katika tafsir, nitamhusisha katika tafsiri. Wa hakadha. Jaribu kuchunga zile mauhiba za watu, vipaji vya watu, uvikuze. Sio mtu unajua huyu hafai kabisa katika jambo fulani, lakini kwa kuwa ni mtu wangu nitampa yeye tu. Akiharibu ni shauri yake, akitengeza shauri yake. Hiyo hakuna itqan. Huyu bwana sauti yake ilimfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaona huyu tutamtumia katika adhan kwa sababu ana sauti nzuri. Tayeb. Fa'allamahu al-adhan. Hadithi hii ina sababu al-wurud. Tunafahamu kwamba katika Qur'ani kuna sababu nuzul, sababu ya aya kuteremka, na si kila aya. Katika hadith kuna sababu al-wurud, si sababu nuzul, kwa sababu hadithi haina nuzul, haiteremshi kama Qur'ani. Ina sababu ya kusemwa, wurud, sababu ya hadithi hii kuja, sababu ya hadithi hii kusemwa. Tutamaliza dakika 2 hadithi hii, kisha tutaingia kwenye sharhi, kisha tutawaachia nafasi ndugu zetu waliotutembelea na kutusharifisha. Kuna Ustadh Adnan, ni mudarris katika Dar al-Mudaththir kule Malindi. Ustadh Aidarus Said Alwidin ni mudarris katika madaris hukumia kule Malindi, na katika duat ambao tuko nao. Insha Allah baada ya adhan kwa dakika, tutamaliza hadithi kwa dakika 2-3, kisha tutawapa wao nafasi. Sababu ya hadithi hii kusemwa, au sababu ya kupatikana hadithi hii ilikuwa ni nini? Na si kila hadithi huwa ina sababu. Al-Imam an-Nasa'i ameeleza kwamba Abi Mahdura yeye mwenyewe anaeleza akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Hunain, katika ghazwatu Hunain, anasema nilitoka na wao, nilitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam 10 min ahli Makkah atlubu. Anasema nikatoka mimi ni wa 10 katika 10, 10 10 wa 10 katika watu wa Makkah,
atlubuhum, na watafuta hao masahaba. Sasa walipokuwa wametoka Hunain, tukasikia wakiadhini kwa sababu ya swala. Abu Mahdhura ndio anasema tukawasikia hao tunaowatafuta ambao ni mtume na jamaa zake masahaba, tukawasikia wakiadhini kwa sababu ya swala. Anasema tukasimama pamoja na wenzangu, mimi nikiwa mmoja katika hao 10, tukasimama tukawa tunaadhini kuwafanyia shere. Yajieleza wazi tumewaiga katika adhana, lakini kwa lengo la kuwafanyia shere na istihza, kama watu wanavyofanya mara nyingine kuwataba watu katika jambo kwa sababu ya istihza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nimesikia hao wanaotutaba katika adhana, nimewasikia katika wao adhana ya mtu ambaye sauti yake ni mzuri. Esh min kalam. Akasema akamtuma mmoja katika wale masahaba kuja kwetu. Sasa sisi watu 10 ambao hata si Waislamu tumewafuata kina mtume kwa sababu ya kuwafanyia shere wa kiadhini. Mara amesema tukatumiwa mtu akatufanya tuadhini, طيب. Tukikamilisha hadith, anasema Abu Mahdhura tukaitwa tukaadhinishwa moja baada ya moja, yani tukaambiwa tuadhini mmoja baada ya mwingine. طيب. Tukaambiwa tuadhini mmoja mmoja. Abu Mahdhura akasema mimi nikawa ni wa mwisho katika watu 10 wa kuadhini hawa ambao tumeambiwa tuadhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam nilipoadhini, Abu Mahdhura anasema nilipoadhini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia taal, njoo hapa wewe karibu. Akanikalisha mbele yake, akanigusa sehemu ya kichwa kwa mbele hapa, kwenye nywele za mbele hapa, kwenye kishungi hapa. Famasaha ala nasiyati, akapangusa au akapukusa kwenye kishungi changu, kwenye nywele yangu hapa mbele. Kisha akamwambia barakallahu fik, adhin, Mwenyezi Mungu akubariki, adhini. Anasema nikaadhini mpaka mwisho. Baada ya kuadhini nikaambiwa sasa wewe utakuwa ni muadhini wa al-Masjidul Haram Makkah. Angalia muamala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale watu 10 au vijana 10 walikuwa wakiwafanyia istihzai Waislamu, na walikuwa wakiadhini kama vile Waislamu wanavyoadhini, lakini kwa njia ya shere na istihza. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia maswahaba nendeni mkawafukuze, nendeni mkawachape wale, nendeni mkawapige vita, bali alisema mimi nasikia katika hao wanaoadhini, nasikia kuna mmoja ana sauti mzuri katika kuadhini. Yani alikuwa akisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma au akawatuma baadhi ya masahaba, nendeni mkawaite wale waje. Fikirisha kwamba wale watu walikuwa si Waislamu, walitumiliwa lugha gani ya kuitwa mpaka wakakubali kuja? Uislamu ni dini ya rahma na salam na aman.
Amesema tukaja. Walipokuja hawakukemewa wala hawakukaripiwa wala hawakutukanwa wala hawakuambiwa nyinyi mnacheza na adhan. Na adhan katika sha'air min sha'air al-Islam au wakatwe vichwa. La. Wala hawakupigwa hadi ya kuchezea adhan. La. Waliambiwa sasa si nyinyi mtaka kuadhini sana, njoni mmoja mmoja sasa muanze kuadhini. Mtume alikuwa anamtafuta yule ambaye amehisi hapa katika hawa kuna mwenye sauti mzuri. Ni vipi utafaidika na watu hata kama si waislamu wenzako, lakini kwa kuwafanyia da'wa ukawalenga wao. Wao wanakulenga kwa ushambulizi, wewe unawalenga kwa da'wa na ukawatia kwenye Uislamu. Ukisikia daia ni huyo, si mtu wa kupiga makelele na kutukana. La, daia ni mtu awe anajua uslub na mbinu ya kuweza kumfanya mtu au amtoe katika uadui wa Uislamu amtie katika mahaba ya Uislamu. Taala. Haya nyinyi muadhini. Mtume alipowatanguliza wale wote walioadhini akajua katika wao sio ile sauti nilosikia mimi. Kwa hiyo ile sauti nilosikia bila shaka ni huyo wa mwisho. Ndio akapewa moyo, akaambiwa taal. Mtume akimwambia mtu taal bikulli rahma wa bikulli lay, kwa upole wa hali ya juu sana, taal. Alipokaa hakutishwa wala hakushuliwa na uso labda wa hebu adhini nikusikie. La, aliweka mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma abradahu wa ma ahsanahu wa ma altafahu, akamwekea kwenye nasia, sehemu ya mbele mubarak, akamwambia barakallahu fik, adhin. Akaadhini. Wewe fikirisha ikiwa mtu ameambiwa na Mtume adhin barakallahu fik, ushahisi hapa si mtihani wa kufelishwa. Hapa mimi napewa moyo nifanye hili jambo kwa itqan. Alipomaliza kuadhini hawakukemewa wala kutukanwa wala chochote. Aliambiwa anta muadhinu Makkah, wewe sasa tumekuchagua rasmi utakuwa muadhini wa kwenda kuadhini al-Masjidul Haram Makkah al-Mukarram. Ya late watu wangekuwa wanawafanyia watu mtihani namna hii kwa sababu ya kuwapa majukumu katika kazi. Muite mtu afanye kazi, muite mtu aje khutubu usikize khutba yake, muite mtu asomeshe umsikize anasomesha vipi, kumbe unamfanyia interview. Na hii ndio fikra ya interview. Ikiwa watu watatuambia tufanye interview ya nini bwana? Mtume alifanya interview, hao walifanywa kama interview. Nani mwenye sauti mzuri katika wao na atastahiki kuadhini wapi, kisha akapewa promotion au akapewa inaitwaje, kuchaguliwa. Promotion ukiwa na kazi ukaongezewa, yani hii ya kazi sasa amepointiwa, sio tayeb. Hizo lugha zingine hizo ni namna hiyo. Kwa hiyo alipewa fursa ya kufanya kazi kwa sababu alionekana ana ahaliya, na Mtume alifanya itqan hapa pia kutuonyesha kwamba mimi nafanya mambo kwa itqan, kwa nidhamu. Wewe utafaa hapa, ndio hapa kaa. Wewe bwana ni mtu wangu wa karibu sana, lakini hii kazi hutoiweza, tafadhali nenda kwenye kazi nyingine. Wewe fulani njoo kazi. Ndio itqan ya jamaa. Ndio huyu akawa ni muadhin wa Makkah, akapata jaiza ya kupewa nafasi ya kuadhini Makkah al-Mukarrama. Insha Allah taala tutakoma katika hadithi hii biidhnillah taala. Tutawapa nafasi ndugu zetu walotusharifisha japo dakika mbili watupe nasaha na watusalimie. Nafasi ya maswali leo tutaacha kwa sababu yao, tumesharifika na wao, na wale ambao wanatusharifisha kuhudhuria katika darsa ambao pengine sisi hatuwajui, wasione labda hatumewabagua, ni kwa sababu hatuwajui. Lao tungewajua tungewapa nafasi. Insha Allah taala nadhani tutakuwa tumefanya sawa tukiwapa dakika mbili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika nimefurahi sana kwa kuona darsa ambayo kwamba inaendelea, darsa ya kufundishwa ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
ni jambo la kufurahisha sana, na ni jambo ambalo kwamba la kuonesha namna vile watu wanapokuwa na hamu pamoja na kuwa na hima katika kutaka kufahamu maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo ambalo kwamba alikuwa akilisisitiza sana na akilihimiza, alikuwa akisema katika maneno yake matukufu, sema la burika li fi yawmi, la burika li fi shamsi yawmin lam azdad min Allah fihi, lam azdad fihi min Allah ilma. Sema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sitakuwa ni mwenye kubarikiwa mimi katika siku ambayo kwamba jua imechomoza, alafu kisha mimi lam azdad fihi min Allah, lam azdad min Allah ilman, sikupata katika hiyo siku kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala elimu. Kwa hivyo wazazi wangu na mabarabara wenzangu, ni jambo la kufurahisha sana, hususan tukiwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, pia vile vile tukiwa katika wakati ambao kwamba ni wakati baina al-maghrib wal isha. Kwa malengo tumekaa tuwajifundisha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumetuambia la faqihun wahidun ashaddu ala shaitani min alfi abidin, tumoja tu faqih mwenye kujifundisha katika dini ni mkali zaidi juu ya shaitani kuliko watu alfu ambao kwamba wenye kuabudu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia Sayyidina Abi Dharr, alimwambia ya Aba Dharr, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min 100 rak'a. Ewe Aba Dharr, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah, lao wewe utakuwa ni mwenye kutoka katika wakati wa asubuhi, wakati jua likichomoza, uende ukajifundisha aya moja tu iliyoko katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amwambia khairun laka min 100 rak'a, ni bora kwako wewe kuliko raka 100. Kwa hiyo alhamdulillah, na Sayyid al-Muhdar ni mtu afahamika na yajulikana aliposoma. Hata mimi pia leo ngalikuwa niko hapa Mombasa, majalis kama haya yasingenipita, ningalikaa nikastafidi na nikasoma kama vile wazee wangu na maustadhi wanapokuwa wamekaa wakistafidi katika ilmu ya kitabu cha Bulughul Maram. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atupatie ilmu ambayo kwamba kutukurubisha na yeye, na atupatie ilmu ambayo kwamba itakayotufanya sisi tuwe wacha Mungu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na atupe ilmu ambayo kwamba itakayotufanya sisi tuwe karibu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wal afwa minkum. وعلى آله وصحبه أولي الوفاء وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وآله وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الود والثواب سبحانه وتعالى. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مبدي البداعي والله فهمنا، فإننا لا نفهم عنك إلا بك. إلهي وسيدي ومنك مدادي، عليك معتمدي، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد يكون جيش شكرا لله سبحانه وتعالى، نكون تكيا رحمنا أماني Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lau sikuomba kuzungumza
yalozungumzwa yametosha, ilikuwa hayafai tuyazungumze, lakini kwa kuwa tusimvunde alotuomba na kadhalika, pengine kwa kutajwa majina yetu, wengine pia utaka kusikia sauti yetu, ndio tufanye sisi tuweze kuketi hapa kuyazungumza. Dakika zangu mbili ambazo kwamba nitakuwa ni mwenye kuzungumza, sitotoka katika mada iliyozungumzwa na Sayyid Allah, ambapo kwamba ilikuwa yazungumzwa kuhusu masala yenye kufungamana na adhani. Adhani ina shuruti, nadhani tumeelezewa, na almuadhin kuna shuruti ambazo kwamba zenye kufungamana naye. Jambo la kwanza, an yakuna almuadhin musliman, mpaka kwanza awe muislamu. Kafiri na maana adhana yake isiri, ndio wanazuoni kutuambia la mtu yote kafiri asokuwa Isawi ni wale jopo ambao kwamba lenye kuamini kwamba Nabii Allah Isa ni nabii, mtume si nabii. Lao atakuwa ni mwenye kutamka shahada katika adhana ya kaadhini, yoyote yule atakuwa huhukumiwa ni Muislamu isipokuwa Isawi, isipokuwa huyo ambao kwamba msimamo wake ni msimamo kwamba Nabii Allah Isa ndio mtume wetu, Mtume Muhammad si mtume. Huyo atakuwa hahukumiwi kutamka kwake shahada kwa ni Muislamu katika adhana. Ndio tukaambiwa sharti ya muadhini mwanzo yakuna musliman, kisha dhakaran, awe mwanamume, maana mwanamke. Haya masala yamezungumzwa, ikiwa atajiadhinia nafsi yake au itakuwa ni majmua na nisa, yatakuja kuzungumzwa masala yake, sitaki kuingilia. Kisha lenginelo, baada ya kwa yeye ni mwanamume awe ni aqilan, mwendawazimu la watadili, atakuwa adhana yake siri. Ndio ulama wengine wakatuambia adhanu sakrani ghairu sahihi, la mlevi atakuja kwa dini adhana yake haikubaliwi ila ikiwa fi awaili nashwa ile stimu ambao bado haijashika kasi. Wakatuambia la mtu atakuwa na stimu ambao bado haijasikia kulewa, wengine wasema japo kwa ni karaka kwa nini kusiri. Na katika shuruti zingine ambazo kwamba zenye kuandamana nazo ni mtu awe na tahara, ni maana asiwe na janaba. Mtu lao atakokuwa nao adhana yake usili, lakini kama ni karaha, ndio atakuwa adhana yake hakutunga zile adabu, na kiadabu ni kuwa na tahara. Kinyume chake ni mtu awe atakuwa na janaba, adhana itasiri, lakini itakuwa ni karaha. Kwa hivyo kuna ahkamu ambazo kwamba zaambatana na huyo mtu ambao kwamba ni mwadhini. Insha Allah taala zaidi tutakuja kuelezewa na Sayyid Mahbar kulingamana na mada alikuwa nao, na ndio elimu ambayo kwamba kama watu hivi sasa waweze kujitolea kutaka kujua, kwa sababu ukitoka katika wapi uweze kuulizwa katika msikiti na au wala sarfa wala vingineo, swala litakadorushwa kwa wewe itakuwa ni ma yataalaku bil ahkam sharia. Je, hukumu ya adhana mtu fulani namna gani, swala fulani itakuwa namna gani? Haya ndio kwa kwamba ndani ya msikiti na nje ya msikiti mtu haila kukumbana nao. Ama mengineo itakuwa kama wanavyosema wenye kusema nitakuwa ni bulughatu majlisi. Insha Allah taala mpaka hapa nitakomea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.